Mheshimiwa Ngwasi Damas Kamane, mbunge wa viti maalum, aulize swali lake. Kwa niaba Mheshimiwa Sambatavangu. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya Mheshimiwa Ngwasi Kamane naomba swali lake namba 220 nipate majibu ya serikali. Majibu ya swali hilo Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali kupitia Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania TCRA imeweka mikakati na inaendelea kuchukua hatua za kiudhibiti kuhusiana na maudhui yasiyo na maadili katika anga la mtandao hapa nchini, ikiwemo mitandao ya kijamii. Kufikia tarehe 31 Machi 2025, TCRA imeweza kubaini na kufungia tovuti, akaunti za mitandao ya kijamii, majukwaa, blog na kadhalika zipatazo 80,171 zilizokuwa zinachapisha maudhui yaliyo kinyume na maadili na yenye kuhatarisha afya ya akili na watoto. Zoezi hili ni endelevu. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali inaendelea kuendesha na kutoa mafunzo ya weledi kwa waandishi wa habari pamoja na wachapishaji wa maudhui mtandaoni. Mafunzo haya yanawajengea uwezo wa shiriki katika kutambua maudhui gushi mtandaoni, uandaaji wa makala pamoja na ujenzi wa taswira ya nchi ili kuendelea kulinda utamaduni ulio salama kwa makuzi ya jamii ya watoto wa Kitanzania. Mheshimiwa Jessica Msambatavangu. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na majibu mazuri ya serikali na maswali mawili ya nyongeza. Swali la kwanza, upi mkakati sasa wa kudumu wa kuweka vitu kama censorship ili kuzuia taarifa na maudhui yasiyo na maadili kusambaa katika jamii ya Watanzania? Lakini namba 2 ni serikali imejipanga vipi pia kuzuia tamaduni na zile ngoma ambazo zinachezwa bila nidhamu, ikiwepo kuchezwa uchi kwa kiwa wakina mama wanacheza au wanaume wanacheza wakiwa kwenye sherehe ambazo zinaadhimishwa katika taifa letu. Upi mkakati wa serikali kuzuia? Mheshimiwa Waziri, majibu ya maswali hayo mawili. Nashukuru Mheshimiwa Mwenyekiti. Maswali mazuri kutoka kwa Mheshimiwa Msambatavangu kwa niaba ya Mheshimiwa Ngwasi Kamane. Kwanza, serikali imewekeza katika teknolojia. Kupitia TCRA, serikali imewekeza sana kwenye teknolojia ikiwemo matumizi ya akili za bandia ili kuhakikisha kwamba inabaini na kuzuia ama kuondosha kabla haijafikia walaji wengi zaidi habari ambazo zimechapishwa na ziko kinyume na maadili ya Mtanzania. Lakini la pili, serikali kwa sasa ina mashirikiano makubwa na makampuni makubwa yanayoendesha shughuli hizi duniani, kwa mfano Google ama Meta ambao wanaendesha Facebook na Twitter, ili kuhakikisha habari ambazo hazina maadili ambazo zimechapishwa aidha zinazuiwa kuchapishwa ama zinaondolewa haraka. Lakini hali kadhalika serikali inaendelea kuboresha sera na sheria zinazotumika kuendesha masuala ya uchapishaji habari mtandaoni, na inaendelea kuelimisha wananchi ili waendelee na wao kujilinda na masuala haya na kuhakikisha maadili hayakiukwi kwa kutumia machapisho haya yaliyoko mtandaoni. Kwa hivyo kimsingi serikali inafanya kila linaloweza ili kuhakikisha kwamba uhuru wa vyombo vya habari, uhuru wa kupata habari hautupeleki kwenye ukiukwaji mkubwa wa maadili na hivyo kuweza kulinda vizazi vyetu. Lakini la pili, swali la pili lilikuwa kuhusiana na ngoma na ngoma zisizofaa. Haya mengine Mheshimiwa Mwenyekiti, mavazi yanayovaliwa kwenye ngoma zisizofaa. Mavazi yanayovaliwa ambayo si rasmi mazuri. Sawa Mheshimiwa Mwenyekiti. Hili moja kwa moja linakwenda kwenye uvunjifu wa sheria za nchi na linatakiwa kuhudumiwa kwa namna hiyo. Kwa hivyo kama kutakuwa na habari, kutakuwa na muonekano ambao haufai, masuala haya yanatakiwa kuripotiwa kwa mamlaka zinazohusika na achukuliwe sheria na ashughulikiwe kwa mujibu wa sheria za nchi. Mheshimiwa Zakaria Isai, nimekuona. Asante Mwenyekiti. Pamoja na majibu mazuri ya serikali, je, serikali ina mkakati gani kwa kuwa kundi hili la watoto ndio litakaloathirika baadaye kutokana na maonyesho hayo ambayo tunashindwa kuyazuia kwenye mitandao ya kijamii? Majibu hajakuelewa vizuri. Naomba uliweke kwa ufasaha. Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na majibu mazuri na mikakati mizuri ya serikali, bado kuna tatizo kwa watoto wadogo kwa ajili ya kufuatilia matangazo hayo kwenye vyombo vya television, hasa wanapokuwa wenyewe manyumbani na pindi wanapokuwa kwenye magrupu.
Je, serikali ina mpango gani wa kutoa elimu kwa wazazi ili kudhibiti hali hii, kwa sababu kundi hili ndio litakaloathirika baadaye? Umeelewa Mheshimiwa Waziri? Majibu. Kama ambavyo nilijibu wakati najibu swali la nyongeza la Mheshimiwa Msavatavangu, moja ya mambo ambayo serikali inayofanya pamoja na kuboresha sera na sheria zinazoendesha masuala haya, lakini ni kutoa elimu kwa jamii nzima ili na yenyewe iweze kujilinda na kujikinga na kuhakikisha vizazi vyetu havifikiwi na habari ambazo zina uvunjifu mkubwa wa kimaadili. Kwa hiyo ni rai yangu kwa wazazi na walezi kuhakikisha kwamba wanawakinga wanaowalea ama watoto wao, kuhakikisha kwamba hawafikiwi na habari hizi na kupelekea mmomonyoko wa maadili. Mheshimiwa Felista Njalu. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, na kushukuru kwa kunipa swali dogo la nyongeza. Mtandao wa TikTok ndio mtandao pendwa wa watoto wetu, wanafunzi, lakini ndio mtandao unaoongoza kwa maudhui mabaya. Nini mkakati wa serikali kuhakikisha wanadhibiti mtandao huu ili kunusuru watoto wetu waweze kuwa kwa maadili ya Kitanzania? Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Majibu Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, upo ukinzano wa moja kwa moja kati ya ukuaji mkubwa wa teknolojia na uvunjifu wa maadili nchini. Lakini serikali inachofanya ni kuhakikisha wachapishaji wa habari na mitandao hii wanafuata sheria za nchi, ikiwemo ukaguzi wa mara kwa mara ambao unafanywa na TCRA, kwa sababu wote wanatakiwa kuwa wamesajiliwa na TCRA. Kwa hivyo udhibiti unaendelea kufanyika, na pale ambapo tunaona kuna haja kabisa ya kuingia na kufuata mamlaka nyingine za kisheria ili kuhakikisha ya kwamba maadili hayaendelei kuvunjwa, huwa tunafanya hivyo. Kuna ugumu wa kufanya hivi kwa sababu ya ukuaji mkubwa wa teknolojia duniani, Mheshimiwa Mwenyekiti, lakini tunaendelea kurekebisha sera na sheria ambazo zinahudumia masuala haya. Tunaendelea na swali la Mheshimiwa Nusrat Shaban Hanje, mbunge wa viti maalum. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba sasa swali langu namba 221 lipate majibu ya serikali. Majibu ya swali hilo Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali inaendelea na ujenzi na ukarabati wa miundombinu ya michezo katika majiji ya Dar es Salaam, Arusha, Dodoma na visiwani Zanzibar kwa ajili ya kufanikisha mashindano ya Kombe la Mataifa ya Afrika AFCON 2027 yanayotarajiwa kufanyika nchini kwa kushirikiana na nchi za Kenya na Uganda. Aidha, kupitia Baraza la Michezo la Taifa na Shirikisho la Mpira wa Miguu Tanzania, tunasimamia malezi ya timu ya vijana kimkakati ili kuhakikisha tunakuwa na timu bora yenye viwango vya ushindani wa kimataifa. Baadhi ya masuala yaliyofanyika ni pamoja na kuanzisha programu za kuendeleza vipaji kwa kushirikisha timu za vijana walio chini ya miaka 17, walio chini ya miaka 23 na kutumia wachezaji wa diaspora. Mheshimiwa Mwenyekiti, mipango mingine ni kuboresha mikakati ya upatikanaji wa vifaa mbalimbali vya michezo, kuandaa benchi la ufundi lililo bora, kuandaa programu za lishe, kuandaa kambi za mazoezi ya muda mrefu, kuandaa michezo ya kirafiki ya kimataifa na kuboresha na kusimamia maslahi ya wachezaji. Mheshimiwa Nusrat Hanje. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru pamoja na majibu ya Mheshimiwa Waziri na maswali mawili ya nyongeza. Swali la kwanza ni kuhusiana na utaratibu wa kupata vijana kwa ajili ya kucheza kwenye timu ya taifa. Serikali ina mpango gani kuhakikisha kwamba wanafanya scouting ili waweze kutambua vijana ambao wanafanya vizuri sana sana katika vilabu vidogo vidogo mikoani huko? Ukiangalia hata kwetu pale Ikungi Mashariki pale kuna timu ya Kikio Boys wanafanya vizuri sana pamoja na Ikungi FC Matongo FC ya Ikungi. Kwa hiyo wanafanya utaratibu gani ili hawa vijana na wao waweze kupata nafasi ya kushiriki katika kuwepo kwenye timu ya taifa? Lakini swali langu la pili kuhusiana na ubora wa viwanja vyetu nchini. Tumeona kwenye vyombo vya habari na nini, serikali wanafanya matengenezo, wanafanya marekebisho ya viwanja, ikiwemo kiwanja cha Benjamin Mkapa. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, tuliona wanabadilisha viti pale Benjamin Mkapa. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, wewe unafahamu kwamba pale kuna shida ya pichi. Yaani mvua ikinyesha ile pichi pale uwanja wa taifa inajaa maji, pale Benjamin Mkapa inajaa maji. Sasa nataka kufahamu serikali kwa nini wasishughulike na jambo la uwanja kwenye pichi, pamoja na mambo mengine wanayofanya, lakini wanafanya nini? Wanafanya utaratibu gani kuhakikisha kwamba ile pichi inakuwa bora kama ambavyo tunategemea, kwa sababu tunategemea uwanja wa Benjamin Mkapa sasa hivi. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Majibu Mheshimiwa Waziri. Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti. Maswali mazuri kutoka kwa Mheshimiwa Nusrat Hanje. Hili la scouting
serikali kupitia shirikisho la mpira wa miguu Tanzania imekuwa ikiendelea kufanya scouting na kubainisha vijana ambao wana uwezo, wana vipaji vya kutosha kuchezea timu zetu mbalimbali za taifa. Na hivi ninavyojibu maswali haya hapa, TFF tayari wanao vijana takriban 150 katika kituo cha maendeleo ya michezo kule Tanga, na vijana hawa wamekusanywa kutoka maeneo mbalimbali ya mikoani ili kuhakikisha kwamba vipaji vyao sio tu vinalelewa, lakini na wanakwenda shule wakitokea pale kwenye kituo chetu cha maendeleo ya mpira wa miguu Mianjani Tanga. Kwa hivyo nitakachofanya kwa vijana wake wa Ikungi, nitawaelekeza moja kwa moja TFF waende kwa ajili ya kufanya scouting, kuangalia vipaji anavyovisema vipo kule Ikungi, na kuhakikisha kwamba kama kuna vijana wanafaa kwa ajili ya kuchezea timu zetu za taifa, na wao wanapata fursa hii ya kuitwa kwenye timu zetu. Kwenye swali lake la pili hili la Benjamin Mkapa, tumekuwa tukifanya ukarabati wa uwanja wa Benjamin Mkapa kwa zaidi ya mwaka mmoja sasa, na maeneo yote ambayo tulikuwa tunafanya ukarabati hayakuwa yakihusisha eneo la pitch. Eneo la pitch lilikarabatiwa na CAF walipokuja kuendesha mechi ya African Football League kati ya Simba na Al Ahli mwaka juzi, mwaka 2023 mwishoni, na walitupa miaka miwili kwa maandishi kwamba tunaweza kuitumia pitch ile. Kwa hiyo maeneo mengine ambayo tulikuwa tunayafanyia ukarabati yalikuwa yanahusisha viti kama anavyosema, ubao wa matangazo, mfumo wa umeme, ubadilishaji wa taa, mfumo wa hewa na mambo mengine mengi, lakini haikuwa inahusisha pitch. Sasa tumepata bahati mbaya wakati wa mechi ya Simba na Al Masry, mvua kubwa ikanyesha na uwanja ukajaa maji, na serikali imechukua hatua za dharura kuhakikisha pitch ile inatengemaa kwa ajili ya mchezo wa finali kati ya Simba na Berkane ambao utafanyika tarehe 27 ya mwezi huu wa 5. Hivi ninavyosema tumeshaajiri kampuni ya Kituruki na ipo kazini, na watatukabidhi kazi yetu ile tarehe 15 ya mwezi huu, siku 12 kabla ya mechi ile. Kwa hiyo tunashughulika na jambo hili na tutaiondoa pichi nzima baada ya mashindano ya CHAN mwishoni mwa mwezi wa 8 na kuweka pichi mpya wakati huo utakapofaa, kwa vile ndivyo ambavyo tulikuwa tumeelekezwa na CAF kabla ya kupata bahati mbaya hii. Mheshimiwa Rashid Shangazi. Asante mwenyekiti. Mheshimiwa mwenyekiti, kumekuwa na udhaifu na ucheleweshwaji mkubwa wa kiutendaji katika ukarabati unaoendelea kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa, kiasi cha kutishia mchezo wa fainali kati ya Simba pamoja na Berkane, lakini pia kutishia mechi ya ufunguzi wa michuano ya CHAN ambayo itaanza mwezi Agosti. Je, serikali inatoa commitment gani kuhakikisha kwamba mchezo huu muhimu wa fainali unachezwa katika uwanja wa Benjamin Mkapa, lakini pia mashindano haya, ufunguzi wa mashindano haya ya CHAN yanafanyika katika uwanja wa Benjamin Mkapa? Majibu Mheshimiwa Waziri. Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti. Kama ambavyo nimejibu swali lililopita la nyongeza la Mheshimiwa Hanje, commitment ya serikali ni ile ile, kuhakikisha mechi hii ya fainali kati ya Simba na Berkane ya tarehe 27 ya mwezi huu, ambayo ni mechi ya kihistoria sana, inachezwa katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Hatutakuwa tayari kupokea kitu chochote chini ya hapo, na kama ambavyo nimesema, serikali imefanya kila inaloweza, ikiwemo kuajiri kwa dharura mkandarasi mwenye uzoefu mkubwa katika masuala ya kutengeneza pitch ili kuhakikisha uwanja ule unatengemaa. Na jana usiku mimi binafsi nilikuwa na kikao kirefu cha kwenye simu na viongozi wa CAF akiwamo Rais Daktari Motsepe, ili kuhakikisha kwamba wanatusaidia na wao wenyewe wanatuletea consultant wa kimataifa kuhakikisha tunashauriwa vilivyo namna ya kutunza pichi ile. Kwa hiyo nimtoe hofu Mheshimiwa Shangazi na wapenzi wengine wa mpira wa miguu wakiwemo wapenzi wa Simba, mechi ile itachezwa pale pale na hakuna mahali inaenda, na tukio hili la kihistoria litafanyika mbele ya macho yao wakiwa wanalishuhudia. Asante. Mheshimiwa Shangazi ndio yuko anataka majibu hayo nafikiri. Tunaendelea na Mheshimiwa Joseph Mkundi, nimemwona. Mheshimiwa Mwenyekiti, nashukuru. Ni kwa nini uwanja wa CCM Kirumba usifanywe matengenezo ili ukidhi vigezo vya kutumika kwa michezo ya AFCON 2027? Umemwelewa Mheshimiwa Waziri? Majibu. Tuna udhibiti wa kwenye
idadi ya viwanja ambavyo vinaweza kutumika kwa ajili ya michezo ya AFCON. Lakini nimhakikishie mheshimiwa mbunge, uwanja wa CCM Kirumba ni miongoni mwa viwanja ambavyo viko katika mpango wetu, na tunaanzisha Sports Infrastructure Management Agency kwa ajili ya kutunza viwanja hivi. Majadiliano yanaendelea kati ya wamiliki wa uwanja wa CCM Kirumba na serikali ili kuhakikisha kwamba wanatukabidhi kwa makubaliano rasmi ambayo yatakuwa hayampi hasara mtu yoyote, na kuhakikisha kwamba viwanja vile vinatengenezwa kwa ajili ya kuendelea kutengeneza miundombinu mingi zaidi ya michezo nchini. Ni miongoni mwa viwanja 5 vya awali ambavyo tuna mpango wa kuvikafanyia ukarabati mkubwa na kuviweka katika kiwango cha kimataifa kwa ajili ya kutumika wakati wote vitakapohitajika. Mheshimiwa Priscus Tarimo. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni mpango gani sasa wa serikali ili faida zinazotokana na mashindano haya iweze kufika maeneo mengi, kuhakikisha inaweka viwanja vya mazoezi katika miji iliyoko karibu na maeneo ambayo michezo inachezwa kwa ajili ya kuweka kambi kwa timu zinazoshiriki? Mheshimiwa Waziri, majibu. Tunao mpango wa kutengeneza matakwa ya CAF ni kwamba kila mji ambao mashindano ya AFCON yatakuwa yanachezewa unatakiwa kuwa na viwanja 5 vya mazoezi. Sasa kwa mahali ambapo Mheshimiwa Priscus Tarimo anatoka Moshi ni karibu sana na mmoja wa miji ambayo mashindano haya yanachezewa ambayo ni Arusha. Naomba niongee na Mheshimiwa Priscus baada ya kikao hiki cha bunge ili kuona kama matakwa ya CAF yanaweza kuturuhusu kuweka mmoja wa viwanja vya mazoezi jijini Moshi badala ya kuweka vyote 5 Arusha. Nashukuru sana Mheshimiwa Naibu Waziri Hamisi Mwinjuma kwa majibu hayo ya waheshimiwa wabunge.